kumbe wewe ni baba yako. Basi siku nyingine nikifanikiwa kuonana na wewe. Lakini nilikwambia mwanamfalme, huyo binti sio kwenda kurupukia na kushauri usiende, lakini nikaona kijana uko serious sana. Yani sikufiche tu kibwana, kwa kweli yule binti ameumbika, ni mzuri, ni mrembo. Sijawahi katika maisha yangu mimi kuona mwanamke mzuri na mweupe kiasi kile. Kwanza sijajua huyu ni jamii gani hii, manake ni mweupe sana. Yani kaniweweshesha, kanichanganya akili yangu, yani acha tu. Turejee kwenye kasi, lakini inabidi turejee kwenye hichi kijiji baada ya muda kadhaa. Itabidi nje nionae tena huyu binti na muongeze naye bado ambaye hajaisha. Wewe nitokea kumpenda sana. Kweli wahenga hawakukosea kusema penye nia pana njia. Yani inaonyesha kwamba kijana uko serious kiasi gani. Ndio maana wewe unashangaa mpaka tumepita hii njia ya jangwani wakati tulikuja na njia msituni. Kwa kweli umechanganyikiwa kweli mwanamfalme, lakini sawa. Tuelekee kwenye kasi, siku ukihitaji kuja huku mimi nitakuleta tu. Kwa kweli Mama Sandra umenihuzunisha sana. Yaani wewe kwa nini unamruhusu Melissa kutoka ndani ya hii nyumba na unajua kabisa mtoto mwenyewe tupo naye ni mmoja tu huu Changama. Alafu unamruhusu kwenda kutoka nje. Yaani mimi angalia, anatoka kazini, nimemkuta kwenye shamba kule la matunda ya maembe. Yupo kule anahangaika kwenye miti. Alafu kuna kitu cha ajabu ambacho nimekutana nacho huko. Yaani kwa kweli huyu itabidi nimchape sana leo, manake mimi nashangaa nilimwacha huko ndani. Yaani kwanza nitakusimia mimi yaliyotokea huko nyumbani. Lakini huyu mtoto ni mtundu sana. Yaani ni mtundu sana. Kwani ni kitu gani ambacho kimekuta huko tena? Wakati naenda kumuita Melissa kule kwenye miti ya matunda kule, kuna jambo kidogo la kunishangaza nimeliona. Nimefanikiwa kuona mtu mfano wa mwana mfalme akiwa amevaa taji lenye kung'aa sana la dhahabu. Sasa kwenye kumbukumbu zangu sikumbuki au ni mara mwisho lini kuona mtawala katika eneo letu. Kwenye kijiji chetu hiki tumekaa kwa muda mrefu, hatujawahi kuona mfalme wala mtawala aina yoyote. Lakini inavyoonyesha kuna ufalme ambao huenda sio hapa au ni kijiji karibu na hapa, kuna falme ambayo ipo bado mpaka leo. Baba Melissa, unaoongea ni ya kweli au unanitania? Ufalme? Mbona ni kitu cha kushangaza sana hiki. Mambo ya wafalme silikuwa ni miaka ya zamani. Mimi sidhani kama kwenye tawala zetu za hivi karibuni kuna mambo tena ya ufalme, utemi au mambo tena ya mitala. Mimi sidhani. Au ulimfananisha tu mkaka watu? Sidhani kama ni mfananisha yule kijana. Kwa kweli anafanana mfano wa mwana mfalme. Alikuwa amevaa vazi la kifalme na pia alikuwa amevaa kama taji fulani hivi la kifalme. Nadhani yule atakuwa ni mwana mfalme. Nadhani inabidi tufanye uchunguzi. Huenda kuna falme ambazo zipo katika kijiji chetu au huenda zilikuwepo ambazo tulikuwa hatufahamu. Mimi ninachokiona, unaona vipi tukirejea kwa yule mganga? Huenda anaweza akatuambia kitu kuhusiana na chimbuko la kijiji chetu na historia ya maeneo haya. Yamkini ni kweli unawasema. Mimi naona ni bora kama unavyosema twende kwa yule mganga Mwanamboka. Huenda anaweza kawa na majibu kwenye haya maswali ambayo yanatuumiza kichwa. Yamkini kwenye mambo au kwenye miaka ya nyuma huko kulikuwa na utawala. Na huenda utawala huo bado unaendelea na hatujui. Sisi tunaendelea maisha yetu kijijini, lakini hatujui kama kuna utawala mwingine unaendelea. Kwa kweli inabidi tufanye uchunguzi. Inabidi turejee kwa yule mganga akatuambie, hata shukrani yenyewe hatukumpa. Yani wewe kumbe wewe na kutafuta kwenye kasri zima sikuoni. Kumbe umekaa kwenye bustani, si unafanya nini? Au ndo umekuja naye kula matunda bustanini huko? Naam. Kasri hii ni kubwa sana. Kwa hiyo muda mwingine napenda kuja kukaa huko maeneo ya bustani kidogo, nile matunda, nipunge upepo. Maana muda wote tunakaa kwenye makazi tu haya ya kulinda. Yanachosha mno. Nieleze vipi? Nini kilitokea huko ulipokwenda na mwana mfalme? Yani kwa kitu ambacho nimekiona, you can't believe your eyes. Your eyes, my eyes, I can't believe my eyes. Yani mwenzangu, mwana mfalme kuna chombo amekipata. Mtoto mzuri, mtoto mweupe kabisa. Wewe komba, acha masiala yako wewe.
mmeenda kuonana na nani kwanza? Unataka kuniambia mwana wa mfalme tayari kashapata jiko au kuna mtu kamuona kavutiwa naye? Yaani hizi zinazokupa ni za ndani kabisa. Mwana mfalme, kuna binti mmoja tulikuwa tumekwenda kwenye kijiji jirani kama alivyokueleza hapa. Tuliondoka hapa na usafiri wa farasi kwenda mpaka ngambo ya pili nyuma ya milima Mbabadu. Na kufika kule mwana mfalme bwana, kwenye huku na huku, kwenye 1 na 2 kuna binti akawa amempenda. Binti mmoja hivi ana rangi nyeupe sana. Taarifa njema kabisa hii. Wewe unaonaje tukienda kumwambia mfalme Ukala taarifa kama hizi? Najua babake atafurahi sana. Kamdomo. Yaani wewe unataka kuleta kamdomo. Acha kudandia mambo kabla ya kumaliziwa stori nzima. Kwanza inavyoonekana wewe hujui kukaa na kifua. Mimi mwana mfalme kaniambia hii itakuwa ni siri yetu. Na hata kuelekea huko hajataka nimwambie mfalme Ukala kwamba yeye alielekea eneo kama hilo. Kwa hiyo ni siri yetu, na ameniambia hata hivyo recent hivi atakwenda tena kutembea hiyo eneo. Kwa hiyo wewe tulia tu, mimi nitakuwa nakufikishia taarifa. Wewe unaonekana wewe huna kifua, utaenda kunichoma wewe. Naomba ukae kimya hivyo hivyo. Hivi naota ama uhalisia? Mbona kama nilikuwa na Melissa hapa tunapiga na mabusu, alafu ghafla najikuta niko peke yangu. Melissa? Who is Melissa? Sinakuuliza wewe Junior. Who is Melissa?